Swala zima la wachezaji hawa wanaripotiwa kwamba wamerejea. Isipokuwa Dickson Job pamoja na Clement Mzize ambao majeraha yao yatawaweka nje kabisa katika mechi zote ambazo zimesalia kwa msimu huu. Wote hao kwamba wamesharejea, wamerudi katika hali zao za kawaida, na kwamba mwalimu ikimpendeza basi huenda akawatumia katika mchezo kuanzia Jumamosi dhidi ya Mafando Tanzania Prisons. Ni kitu kizuri kwa upande wao kama wachezaji wote wamerejea au waliotajwa, kwa sababu hao wawili ambao wametajwa kwamba wanaweza watakosekana, sio wanaweza watakosekana mpaka mwishoni mwa msimu. Clement Mzize, ukiangalia idadi ya michezo aliyoicheza msimu huu haifiki hata michezo 5. Hii inakuonyesha nini? Huenda akuwa pia kwenye mipango ya mwalimu, kwa sababu mwalimu alivyokuwa anaanza kupanga sasa mipango yake rasmi ya kuelekea michezo mingine iliyokuwa imesalia, jina la Clement Mzize lilikaa pembeni. Lakini ni tofauti na kwa kesi ya Dickson Job ambaye yeye amekuja kuumia mzunguko wa kwanza ukiwa unaelekea mwishoni, kwa sababu ilikuwa imesalia ni michezo 3 kuelekea mzunguko wa kwanza kutamatika. Hano Dickson Job anapata jeraha. Kwa hiyo katika mazingira yale alikuwa na mpango naye wa kwenda naye mpaka mwishoni mwa msimu. Kumkosa center back ambaye ana profile ya kuwa beki bora wa ligi kuu, unakuwa umekosa kitu kikubwa kwenye kikosi chako. Lakini ukiachana na hiyo profile ya kuwa beki bora wa ligi kuu ya Tanzania bara, unakuwa umekosa mchezaji ambaye ni regular starter katika michezo mingi ambayo Young Africans wamekuwa akicheza. Hata hiyo misimu ya nyuma ambayo Maxim pia Nzengeli amezungumzia kwamba walikuwa bora kuliko ambavyo wapo sasa hivi. Sasa Omar Katanga, kabla sijaendelea kuangalia hiki ambacho umeulizia kuhusiana na kurejea kwa wachezaji, kama ambavyo nimechagiza kwamba itakuwa ni kitu kizuri kwao kwa sababu wanakuwa na chumba kikubwa cha kuchagua, nirejee kidogo kwenye kauli ambayo Max kaizungumza. Unajua Max anazungumza kama mchezaji ambaye anaelewa masuala ya kiufundi, mchezaji ambaye anaelewa masuala ya kimbinu, lakini pia anaweza kuihisi ile hali ya uhalisia pale kiwanjani. Kiwanjani kwa maana ya zile dakika 90, lakini hata kwenye viwanja vya mazoezi na vyumba vya kubadilishia nguo. Au wachezaji ambao niko nao sasa hivi hawapo sawa na wale ambao nilikuwa nao kwa misimu miwili nilipofika hapa. Kama alivyoingia. Unajua Young Africans kuna baadhi ya wachezaji wao nyota ambao wamewapoteza kwenye kikosi, ambao hawarejei tena mpaka sasa hivi kwa maana wameshindwa kuwapata. Wazungu wanasema ni irreplaceable. Wanashindwa kuwapata. Yani anatoka Omar Katanga, tutahangaika kumpata Katanga hapa, watakuja watu 10 lakini Katanga atakuja kupatikana. Ndio kitu ambacho kinawatokea Young Africans. Yani hakuna mbadala wake. Unakuja kuangalia kwa katika ya madirisha 4 ya usajili ambayo yanatokea ndani ya misimu miwili ya mpira wa miguu, Young Africans wamempoteza Fiston Kalala Mayele. Mpaka sasa hivi bado wanahangaika kumtafuta Fiston Kalala Mayele kwa maana ya kiwango. Wanawapata wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la ushambuliaji, namba 9, namba 10 ambaye anaweza kacheza kama mshambuliaji wa pili, namba 11 na namba 7 ambao wanaweza wakacheza pia kama washambuliaji wa pili, lakini bado hawajampata mchezaji mwenye ubora na kiwango na ufanisi mbele ya lango kama alivyokuwa Fiston Kalala Mayele. Itategemea namna ambavyo wachezaji wanaweza wakachukulia ile changamoto ya wao kudondosha alama kwa kutoa zile suluhu na sare ambazo wamezipata. Namna ambavyo watakuja kuichukulia ndio inaweza ikaja kuwa motisha na daraja la wao kuwavusha, kuwarudisha kwenye ule mtiririko wa kupata matokeo ya ushindi. Kutoka kwenye majelani jambo moja. Jambo la pili ni utaweza kurudisha kile ambacho ulikuwa unakifanya kabla hujaumia. Wapo wachezaji ambao wanapata majeraha, viwango vyao vinashuka kuanzia pale kwa sababu ya kukosa ule utimamu wa kucheza kwa muda mrefu. Lakini pia kuogopa kwenda kutonesha ama kurudia kuumia. Kwa hiyo unakuta viwango vinashuka, lakini kuna wengine ambao kundi la wachezaji ambao unalikuta linarejea linakuja kwenye makali yale. Sasa hatujui Young Africans watakuja vipi. Lakini kitu kizuri ni kwamba kwao sasa hivi wana chumba kikubwa, walimu wana chumba kikubwa cha kuweza kuchagua wachezaji ambao wanaweza kuwapanga. Bila shaka yote. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.